Faradhisha kwamba umejipata katikati ya vita, na huku ukiwa umekimbilia usalama wako hospitalini, ghafla unajikuta katikati ya milipuko na vifusi. Takriban dakika 10 baadaye, watu wanapofika kukusaidia, mahala hapo hapo ulipo panashambuliwa tena. Huenda tukio hili likaonekana kama filamu ya Hollywood, lakini ukweli ni kwamba mashambulio kama hayo yametokea mara kwa mara huko Gaza. Shambulio kama hilo linaitwa double tap, shambulio ambalo sio tu hulenga shabaha ya kwanza, bali pia huwapiga wale wanaofika baadaye katika eneo la tukio kwa ajili ya kuwasaidia walengwa wa shambulizi la kwanza. Christoph Heinz, mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa, anayaita mashambulizi kama hayo kuwa ni kuua watu kinyume cha sheria na kiholela. Shambulio la aina hiyo si tu suala la kijeshi, bali pia lina maana na taathira za kisheria. Mwongozo wa kitafsiri wa Kamati ya Msalaba Mwekundu ICRC unasema kwamba kuua adui au kumnyima fursa ya kujisalimisha katika hali ambayo hakuna haja ya wazi ya kutumia nguvu angamizi ni kinyume na maana ya msingi ya ubinadamu. Katika vita vya sasa, silaha zimekuwa makini zaidi kuliko wakati wowote mwingine. Siku hizi ndege zisizo na rubani na makombora yanayotumika huweza kulenga shabaha kwa umakini mkubwa na kupiga eneo lililokusudiwa kwa usahihi mkubwa na kutokea mbali. Lakini usahihi na umakini huu umeibua mgongano. Kama ulengaji shabaha umekuwa sahihi kiasi hiki, basi kwa nini raia wa kawaida na watoto wadogo pia wanalengwa na kushambuliwa? Utafiti wa mashirika ya kutetea haki za binadamu umebaini kwamba mtindo huu wa kuua raia una historia katika taasisi za kijeshi za nchi za Magharibi. Kwa mfano, katikati ya mwaka 2012, mashambulizi 5 ya pande mbili double tap yalitokea katika eneo la Pakistan la Waziristan, ambapo moja liliharibu msikiti. Ripoti hiyo inaeleza kwamba jumla ya watu 53 waliuawa na wengine 57 walijeruhiwa katika shambulizi hilo, wengi wao wakiwa ni wafanyakazi wa misaada waliofika eneo la tukio kusaidia wahanga wa shambulio la kwanza. Hii ni pamoja na kwamba Pentagon ilikuwa na nia ya kumuua mtu mmoja tu ambaye aliuawa katika operesheni ya mwisho. Hivi sasa, hata hivyo, mojawapo ya kesi zenye utata mkubwa zaidi imewekwa kwenye meza ya jinai za kivita. Shule ya msingi ya wasichana huko Minab, kusini mwa Iran, ilishambuliwa na jeshi la Marekani kwa makombora 3 ya Tomahawk katika shambulio la double tap na kuua zaidi ya wanafunzi na walimu 185 wasio na hatia katika hatua mbili. Swali kuu linaloulizwa ni kwamba kwa nini hakuna mipaka ya kimaadili katika ulimwengu wa kijeshi wa sasa wa nchi za Magharibi?